Mambo vipi mdau wa Hamasa? Leo kijiweni tuna mwendelezo wa kusisimua ambao utakuacha na butwaa. Hali imechafuka ndani ya jumba la Alhaz na mambo yamezidi kuwa magumu kwa Devran na Azize. Hapa kuna dondoo za yale yaliyojiri. Tukio zito zaidi ni pale Uzunkaya anapofika usiku wa manane na kumwaga mboga mbele ya Azize. Azize amegundua kuwa Devran na mzee Alhaz wamefanya makubaliano na Haidar kumpa binti yao mtarajiwa kama fidia ya damu ili kusitisha uadui. Azize ameshindwa kuvumilia na kumwambia Devran kuwa hakuna tena uhusiano kati yao, akisema, kuanzia sasa mimi na wewe Devran na Azize. Basi, Yusuf amepandwa na hasira baada ya kugundua kuwa pesa alizopata hazikuwa haki yake, bali ni sadaka aliyotumiwa na Devran kwa siri ili kumsaidia. Yusuf amedai kuwa amedhalilishwa utu wake na ameahidi kulipa pesa hizo ndani ya wiki moja. Katika harakati za kutafuta pesa hizo haraka, Yusuf ameingia kwenye mtego kupitia rafiki yake Fati, mchezo ambao unaonekana kuwa na hatari kubwa ya kumfilisi zaidi. Mzee Alhaz amemkabidhi Devran zawadi ya urithi wa familia, silaha ya dhahabu tupu, kama ishara ya kumlaki mjukuu wake mtarajiwa. Azize ameikataa zawadi hiyo katakata, akisema hataki mwanaye akue katika mazingira ya silaha na vurugu. Pervin naye ameendelea na kiburi chake, akisisitiza kuwa mtoto ni mali ya ukoo wa Alhaz, jambo lililopelekea Azize kutishia kuondoka na mtoto huyo na kutokomea kusikojulikana. Kule upande wa akina Remzie, mambo yameanza kuwa mazuri baada ya Osman Bey kuahidi kuwasaidia na kodi ya duka na hata kuwapangia kuishi pamoja kwenye nyumba yake ya Ayub. Hata hivyo, furaha hiyo imeingia doa baada ya Osman kupata taarifa kutoka kwa mwanasheria wake kuwa amepoteza kesi dhidi ya dada yake Melek na mali zake zote zimechukuliwa kutokana na madai ya kugushi sahihi. Hashmet amejikuta kwenye hali ya sintofahamu baada ya kuamshwa kutoka kwenye usingizi na kuambiwa kuwa msamaha wake umepokelewa vizuri na mtaa mzima. Ingawa alikuwa anahisi kama yuko kwenye ndoto, amejikuta akilazimika kuendelea na mpango wa ndoa kati ya mwalimu na mama yake Remzie, huku akishangaa jinsi mambo yalivyogeuza mwelekeo haraka. Je, Azize atamsamehe Devran baada ya kugundua amemuuza mwanawe mtarajiwa? Yusuf atafanikiwa kupata pesa au ndio mwanzo wa kupotea kabisa? Usisahau, gonga like, follow, subscribe na uache maoni yako hapo chini. Hapa ndipo siri zote zinapopata majibu. Hamasa, tunakupa zaidi ya hadithi.